Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana rafiki yangu Profesa Kabudi kwa kuteuliwa kuiongoza wizara hii. Na mimi siku niliona uteuzi wake niliamini kabisa kwamba anaenda kurekebisha mambo yote kwenye wizara hii. Na pia nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake anazofanya katika kuinua michezo nchini kwetu. Na nimuombe Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa iliyofanywa na Simba. Mimi ni mwana Yanga, lakini kwa kazi kubwa iliyofanywa na Simba wanastahili na wao kupewa ndege ili waende kwenye fainali huko Morocco. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimewaona viongozi wa bodi ya ligi na nimemwona rais wa TFF. Nampongeza sana, lakini nimemwona rais mstaafu Bwana Tenga. Mheshimiwa, nadhani Bwana Tenga ni mtu wa kuigwa sana kwenye tasnia ya michezo. Ni kiongozi ambaye kwa kweli alifanya kazi yake vizuri na akastaafu na bado wanamtumia, lakini ni mtu anayeheshimika sana kwenye tasnia ya michezo. Sasa nadhani na wale mlioko kwenye madaraka muige mfano wa jinsi gani mzee Tenga aliongoza michezo yetu hapa Tanzania. Vinginevyo mtamaliza vipindi vyenu halafu mtakuwa maoyoyo huko mtaani, hamueleweki na mheshimiki kwa kazi mlizozifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, namuuliza kaka yangu Kabudi, Mheshimiwa Waziri, na nilikuona kutokana na mgogoro uliopo kwenye timu zetu hizi kubwa mbili. Nilikuona ulitoka saa 4 usiku kwenye kikao. Lakini baada ya kutoka mle mpaka leo hatujajua kilichotokea kule. Natanguliza maneno haya ili uyajue. Nitashika shilingi leo. Mpira wa Simba na Yanga, timu ya Simba na Yanga kwenye nchi hii ndio burudani pekee iliyobaki kwa watu wote. Sasa mnatambua kabisa iko migogoro, lakini hata kwenye taarifa yako Mheshimiwa Kabudi sijaona mahala ambapo unataja. Ikiwa rais mwenyewe anafadhili mpaka anatoa hela zake mfukoni kwa hapa vijana hamasa, halafu mnaona huu mchezo tuendelee kusikia tu ngonjera za huyu na huyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namtangulizia kabisa shilingi mzee Kabudi, naondoka nayo. Kama utakuja na taarifa sahihi ulichokisikia kieleze, ili ndio bunge la wananchi. Hatuwezi kuwa tunasikia mitandaoni na wewe mwenzetu uliyeteuliwa kwenda kutuwakilisha umesikia sirini, halafu unaleta taarifa tukupitishie budget, tunaacha kuelewa kinachoendelea. Sisi tukirudi huko majimboni kwetu na sisi tuwe tena watu wa mitandao. Leo kama utatoa taarifa sahihi na kushikia shilingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niamini Simba hawana makosa, Yanga hawana makosa, lakini kinachoendelea nani anayetakiwa kutueleza taarifa sahihi? Tunaona kama michezo kama kesi imeenda kasi, imerudi kasi, imekuja huku kabla mlalamikaji hujamsikiliza unatangaza mechi, anacheza bodi ya ligi, inacheza Yanga. Sasa nataka kujua Mheshimiwa Kabudi, wewe ulienda kulisikiliza pande zote mbili, Simba na Yanga. Sitaki kusema Yanga ina makosa wala Simba ina makosa. Wewe waziri uliyesikiliza, utupe majibu sisi wabunge ili tukawaeleza watu wetu michezo ni furaha. Simba na Yanga ni pati ya maisha ya kuburudisha Watanzania. Kwa hiyo ukija bila maneno leo nitakuzengua Mheshimiwa Kabudi. Lazima uje na taarifa. Sisi Tanzania tumepata heshima ya kuandaa AFCON. Halafu dunia yote itaangalia AFCON inaandaliwa Tanzania. Halafu tunakuwa na viongozi wahuni tu wanaamua anavyotaka. Hatuwezi kwenda kwa design hiyo. Hapana. Sisi wote tunaweza kuwa marais wa TFF, wote humu tunaweza kuwa viongozi wa bodi ya ligi. Hata mimi naweza kuteuliwa. Halafu lazima niwe wazi, sio tu kama tumempa mtu kuongoza familia yake. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri, kuliko kulitia aibu taifa hili tulikoenda kwenye michezo yetu, ni lazima uje na taarifa bunge tufahamu. Usipokuja nalo leo nitaondoka na shilingi. Mimi ni daktari, wewe ni profesa. Kwa hiyo mzee ujiandae, na wewe mwenyewe umenipandisha kuniita profesa, unaniita profesa. Kwa hiyo leo nitakuzengua kiprofesa. Mheshimiwa, naomba nichangie, nishauri bodi ya ligi iwe isiongozwe na TFF. Iwe independence, wazungu wanasema, ijitegemee. Tunaona hivyo independent hivyo. Tunaona sasa inapokea maelekezo tu kutoka kwenye bodi, kwenye TFF. Kwa hiyo ninaomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, tuache na tuunde bodi ya ligi inayojitegemea. La mwisho, Mwenyekiti, kwenye mfuko wa wasanii, nimewaona rafiki zangu wasanii
Unajua tatizo huko serikalini huwa mnakurupuka, hamjui biashara. Tuna mipango mizuri ya pesa, lakini biashara hamuifahamu. Na tukitoa mawazo, mimi nimeshiriki sana kuzitafuta zile pesa, wanajua wasanii. Tukitoa mawazo, ikifika muda wa pesa, mnakurupuka na shule. Sasa hili ndio tatizo. Mheshimiwa, mfuko wa wasanii pesa alizotoa Mama Samia, leo tukiuliza kuna shilingi ngapi? Hao mlio wakopesha wamerudisha shilingi ngapi? Wako hapa. Kuchukua hela leo, wengine na kuoa, kununua magari, starehe zingine zimewaua na kuwaua. Badala ya kuwapa watu wanaoandaa filamu, wanaoandaa muziki, maproducer, nyie mnaenda kuwapa watu wanaoonekana kwenye TV kwa kuangalia shape. Hii haifai. Pesa yote imeisha, wako hapa tuwaulize. Halafu tunaanza kuwasingizia masharti yamekuwa magumu mpaka mlete hati, hakuna pesa inatoka kirahisi. Pesa lazima iwe na masharti ili tupate marejesho. Hatuwapi hela ya kwenda kula, badala ya kuwapa watu wanaoandaa filamu. Msanii anayeonekana kwenye TV wengi wao wanamalizana na maproducer, analipa keshi yake anaondoka. Badala ya kuwapa wale waandaaji wa muziki, kuwapa waandaaji wanaoandaa filamu, mnaenda kuwapa watu wanaoonekana kwenye TV. Niambie Mheshimiwa Spika, kwenye taarifa yako yale mamilioni 50-40 tuliyotoa, uje nayo majibu. Wangapi wamerudisha hata mmoja? Na anazifanyia nini? Na tukakagua biashara zao. Wote wamenunua Kuruga, wamenunua Alfadi, zimeisha zote, hamna hata 100. Sasa mngetuchukua tukawashauri tuliozoea maisha ya kitaa. Leo hii tungekuwa na wasanii mabilionea, kwa sababu ukimwezesha mwandaaji ni sawa umemwezesha yule anayeonekana kwenye TV. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa, ukija hapa uje na majibu yanayoeleweka. Mwisho, nampongeza sana Mheshimiwa Rais. Na naendelea kuwaombea Simba wakafanye vizuri. Unapoenda kuiwakilisha nchi kwenye fainali, sisi wote tunaungana kama taifa moja. Na serikali iangalie ndege, na kama kuna nafasi, na mimi naomba lifti kabisa, natanguliza nikashangilie. Na kupongeza sana Profesa Kabudi, wewe ni mzee, mwalimu wa kitivo cha sheria mbobevu. Nina imani irekebisha hii wizara. Ninajua wewe ni mwalimu mzuri. Sidhani kama utafeli. Ukifeli, kama kuna kitu kinakusumbua, mimi nipo naweza kukushauri bila malipo. Nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma. Mheshimiwa Francis Kumbandulane.